Karibu sana. Shukran. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa zilizowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi pamoja na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti zilizochambua bajeti ya mfuko wa bunge na ofisi ya waziri mkuu, bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka ujao 2021-2022. Aidha, naliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya matumizi ya fedha ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake pamoja na ofisi ya bunge kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea na hotuba hii, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake ambazo zimetuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na mwelekeo wake kwa mwaka 2021-2022 tukiwa na siha njema. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa kuwa huu ni mkutano wa 3 wa bunge la 12. Aidha, ni mkutano wa kwanza wa bunge la bajeti tangu kuzinduliwa kwa bunge hili tarehe 13 Novemba 2020. Mkutano huu unafanyika wakati ambao Tanzania imepitia majuma kadhaa ya huzuni, majonzi makubwa na maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie tena nafasi hii adhimu kutoa pole kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, bunge lako tukufu, wanafamilia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa kumpoteza kiongozi wetu mpendwa. Aidha, naishukuru kamati ya kitaifa ya kuratibu mazishi kwa kujitoa kwao usiku na mchana kufanikisha taratibu zote muhimu za maziko sambamba na kuhakikisha kuwa kiongozi wetu anapewa heshima zote za mwisho hadi alipolazwa kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Spika, naungana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutoa wito kwa Watanzania wenzangu kuwa tuendelee kushikamana, kushirikiana, kupendana na kuchapa kazi. Aidha, kwa upande wetu waheshimiwa wabunge, viongozi na watendaji wote, nasi hatuna budi kuendeleza ushirikiano, kuchapa kazi na kuwatumikia ipasavyo Watanzania kwa kulinda na kutetea maslahi mapana nchi yetu. Hii ndio njia sahihi ya kumwenzi mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, sote tutakumbuka kuwa msiba wa kiongozi wa nchi ulikuja wakati ambao taifa lilikuwa bado halijasahau tukio la tarehe 17 Februari 2021 wakati taifa lilipopokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Mheshimiwa Spika, Maalim Seif atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa aliyoutoa kwa chama chake, watu wa Zanzibar na taifa zima kwa ujumla, hususani kupitia serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho tuliondokewa pia na aliyekuwa katibu mkuu kiongozi Mhandisi Balozi John William Herbert Kijazi, lakini pia Mheshimiwa Balozi Kijazi atakumbukwa kwa utumishi wake uliotukuka wakati akiitumikia serikali kwenye nyadhifa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, wakati tukiendelea na mkutano wa 3 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jana tarehe 12 Aprili 2021, nchi yetu imeanza kumbukizi ya miaka 37 ya kifo cha hayati Edward Moringe Sokoine, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufariki dunia tarehe 12 Aprili mwaka 1984. Watanzania tutaendelea kumkumbuka na kumwenzi jemedari huyo kwa uzalendo wake, uhodari wake na uchapakazi wake wakati wote wa uhai wake. Mheshimiwa Spika,
nyote mtakubaliana nami kuwa taifa limepoteza watu muhimu waliotoa mchango mkubwa katika uongozi, maendeleo, ustawi wa taifa letu, sambamba na kuimarisha umoja, amani na mshikamano wa kitaifa. Hivyo tuendelee kuenzi na kujifunza mambo mazuri yaliyoachwa na viongozi wetu hao, huku tukimwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahala pema peponi. Amina. Mheshimiwa Spika, mkutano huu wa tatu wa Bunge la 12 ni wa bajeti ya serikali. Nami naanzisha kusoma bajeti ya serikali ya mwaka 2021-22, na kabla sijaendelea na hotuba yangu hii, naomba sana Mheshimiwa Spika uruhusu tusimame walau kwa dakika moja kwa lengo la kuwaombea marehemu wetu wote ili Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wetu peponi. Amina. Tukae. Mheshimiwa Spika, kwa namna kipekee kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kushika nafasi ya kuongoza nchi yetu akiwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena mwanamama shupavu. Naomba niungane na waheshimiwa wabunge na Watanzania wenzangu kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa rais wetu nguvu, ulinzi, afya na kila lililo heri katika kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Spika, nampongeza pia Mheshimiwa Philip Isdori Mpango kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupitishwa kwa nguvu na waheshimiwa wabunge kwa 100%. Na waheshimiwa wabunge vile vile nampongeza Mheshimiwa Othman Masoud Omar Othman Sharif kwa kuteuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Spika, natambua kuwa mkutano huu wa bajeti ni wa kwanza kwa baadhi ya waheshimiwa wabunge. Kwa msingi huo, ni waombe waheshimiwa wabunge wenzangu tuitumie vyema fursa hii kutoa michango itakayosaidia serikali kutekeleza kikamilifu vipaumbele vilivyoainishwa kwenye mpango na bajeti ya mwaka 2021-22 kwa maslahi ya taifa. Serikali kwa upande wake itaendelea kuheshimu, kuthamini na kuifanyia kazi michango yenu waheshimiwa wabunge kwa lengo la kushughulikia kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Mheshimiwa Spika, kipekee napenda kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuendelea kuonesha umahiri na uwezo mkubwa katika kusimamia shughuli za Bunge. Hivyo basi, nitoe wito kwa waheshimiwa wabunge wenzangu, hususan wale wanaoingia katika bunge hili kwa mara ya kwanza, ili tutumie vizuri uzoefu wenu katika kujifunza namna bora ya kuisimamia serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge, Katiba na Sheria pamoja na Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa, mbunge wa Rufiji, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Nampongeza kwa kuteuliwa kwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Management na utumishi wa umma na utawala bora. Na washukuru pia wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya masuala ya ukimwi inayoongozwa na Mheshimiwa Fatma Hassan Taufik, mbunge wa viti maalum, na kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti chini ya uwenyekiti wa Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini, kwa kutoa mchango mkubwa wakati wa uchambuzi wa makadirio na mapato ya matumizi ya fedha ya mafungu ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa Bunge. Aidha, na washukuru wajumbe wa kamati zote za kudumu za Bunge ambao kwa ushauri waliotoa wakati wa kupitia makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara, mikoa, wakala, idara za serikali zinazojitegemea na mamlaka za serikali za mitaa. Maoni na ushauri wenu utazingatiwa vilivyo wakati wa utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, nawashukuru waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi, mwanasheria mkuu wa serikali, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa idara, mashirika, wakala na taasisi zote za serikali kwa ushirikiano mlionipa wakati nikitekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Aidha, nawashukuru wafanyakazi wote wa serikali na taasisi zake kwa kutekeleza majukumu yenu vizuri kwa weledi mkubwa na hivyo kuwezesha serikali kutekeleza kazi zake kwa tija na ufanisi. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee nawashukuru Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, mbunge wa Peramiho,
na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Pia Mheshimiwa Geoffrey Alphonce Mwambe, mbunge wa Masasi mjini, na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji. Mheshimiwa Ole Tate Ole Nasha, mbunge wa Ngorongoro na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji. Mheshimiwa Pasco Patrobas Katambi, mbunge wa Shinyanga mjini na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira, pamoja na Mheshimiwa Ummi Hamisi Nderiananga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, vile vile nataka nitumie nafasi hii sana kumshukuru Bwana Tiston Tuyangine Nzunda, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, wakurugenzi na wakuu wa vitengo, wakuu wa taasisi zilizo chini ya ofisi ya waziri mkuu, ofisi binafsi ya waziri mkuu na wafanyakazi wote kwa ushirikiano mkubwa walionipatia wakati nikitekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru waliokuwa makatibu wakuu Bibi Doros Aidan Mwaluko na Bwana Andrew Wilson Masawe kwa kazi mzuri walioifanya wakati wote wakiwa ofisi ya waziri mkuu. Na pia natoa pongezi kwa Profesa Gadius Kiharara kwa kuteuliwa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji, Profesa Jamal Adam Katundu na Bwana Kaspar Muya kwa kuteuliwa kuwa naibu makatibu wakuu kwenye ofisi ya waziri mkuu. Hongereni sana. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwashukuru washirika wa maendeleo wakiwemo nchi rafiki, taasisi na mashirika ya kimataifa, madhehebu ya dini na mashirika yasiyokuwa kiserikali kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali kujenga uchumi wa viwanda na kuiletea nchi yetu maendeleo. Mchango wao umekuwa muhimu kwa kuiwezesha nchi yetu kupiga hatua kimaendeleo kulingana na mipango tuliyojiwekea. Mheshimiwa Spika, makadirio ya bajeti ninayowasilisha leo ni sehemu ya utekelezaji wa yale yaliyoahidiwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Makadirio hayo yamezingatia ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni na katika uzinduzi wa bunge hili tarehe 13 Novemba 2020. Lakini vile vile makadirio haya ya mapato na matumizi yamezingatia mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka mitano wa kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 na mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaimarisha usimamizi na utekelezaji wa mipango na miradi ya maendeleo, matumizi ya fedha za umma sambamba na uwajibikaji. Serikali itatumia rasilimali chache zilizopo katika shughuli za uzalishaji mali na kuongeza tija ili kuchochea ukuaji wa haraka na wa uchumi na maendeleo ya watu. Aidha, serikali itaimarisha usimamizi na utekelezaji wa miradi ili kuhakikisha kuwa inakuwa na viwango vinavyoendana na uthamani ya fedha za walipa kodi. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia hayo, ningependa kuhakikishia wananchi na bunge lako tukufu kuwa serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hususani ile ya kimkakati na inayolenga kuboresha huduma pamoja na kuboresha maisha ya wananchi. Serikali itahakikisha ahadi zote zilizotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli zinatekelezwa sambamba na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, tarehe 30 Juni 2021 tutahitimisha utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano uliokuwa umeanza mwaka 2016-2017 na kuishia mwaka 2020-2021. Aidha, kuanzia Julai mosi 2021 serikali itaanza kutekeleza mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano mingine utakaoanza 2021 mpaka 2022 mpaka 2025-26 wenye dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Mheshimiwa Spika, mpango huo ni wa mwisho katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025. Dira hiyo ina lengo la kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kipato cha kati na hali bora maisha ifikapo mwaka 2025. Hata hivyo, hatuna budi kujipongeza kwa nchi yetu kufanikiwa kuingia katika kundi la nchi za uchumi wa kati miaka mitano kabla ya muda tuliokuwa tumejiwekea. Kuingia katika uchumi wa kati ni kiashirio cha kuongezeka kwa uwezo wa taifa kugharamia huduma muhimu kwa wananchi sambamba na uwezo wa wananchi kugharamia mahitaji yao. Natoa rai kwa Watanzania wote kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kulinda na kuendeleza mafanikio tuliyoyapata. Mheshimiwa Spika,
Katika kufanikisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021, bunge lako tukufu liliidhinisha trilioni 34.88. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 22.1 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 12.78 ilikuwa ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali kwa mwaka 2020-2021 umekuwa na mafanikio makubwa sana. Hivyo basi, naomba japo kwa uchache nieleze bunge lako tukufu na Watanzania wote baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali ya mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo ni pamoja na serikali kugharimia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo imekuwa na mwendelezo kutokana na kuhitaji muda zaidi wa zaidi ya miezi 12. Baadhi ya miradi hiyo ni kama ifuatayo: moja, ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa standard gauge railway, ambapo ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam Morogoro kilomita 300 umefikia 90.34 na kipande cha Morogoro Makutopora chenye urefu wa kilomita 422 umefikia 58%. Aidha, tayari serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka kilomita 341 wenye thamani ya shilingi trilioni 3.07 na kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa vipande vya Makutopora Tabora kilomita 294 na Tabora Isaka kilomita 133 na hapo baadaye kujenga njia ya Tabora Kaliua Kigoma kilomita 411 na Kaliua Mpanda kilomita 207, na mpango wetu ni kufika mpaka kwenye bandari ya Kalema. Katika kipindi cha Julai 2020 hadi Machi 2021, jumla bilioni 596.8 zimetumika katika utekelezaji wa mradi huu. 2. Mradi wa kufua umeme wa maji ya Julius Nyerere megawati 2115. Utekelezaji wa mradi huu umefikia 45% hadi Machi 2021, ambapo shilingi trilioni 2.1 imeshatumika na ajira zaidi ya 7,000 zimezalishwa. Miongoni mwa hao 90% ni Watanzania ambao pia wanaendelea kufanya kazi. 3. Usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi kabambe wa kusambaza umeme vijijini na makao makuu ya wilaya REA 3. Hadi Februari 2021, jumla vijiji 10,294 kati ya vijiji 12,317 sawa na 83.3 vilikuwa vimeunganishwa umeme, ambapo shilingi bilioni 323.7 zimeshatumika. Kwa sasa tumebaki na vijiji 1974. Usambazaji wa umeme katika maeneo hayo umesaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha hali ya biashara za wananchi, matumizi makubwa ya umeme badala ya kuni, na hivyo kujiongezea kipato. Kwa lengo la serikali ni kukamilisha usambazaji umeme katika vijiji vyote hadi visiwani na kwenye vitongoji vikubwa. 4. Kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji kwenye maziwa makuu. Katika ziwa Victoria tumejenga chelezo na meli mpya MV Mwanza, hapa kazi tu inajengwa. Aidha, tumekarabati meli za New Butiama, hapa kazi tu, New Victoria, hapa kazi tu, MV Clarius na ML Wimbi. Ziwa Tanganyika kukamilika kwa mikataba kwa ajili ya ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, pamoja na kuendelea na ukarabati wa meli MV Liemba na ukarabati wa meli ya MT Sangara. Ziwa Nyasa kukamilika kwa ujenzi wa matishari mawili yenye uwezo wa kubeba tani 1,000 kila moja na kukamilika na kuanza kufanya kazi kwa meli mpya ya MV Mbeya 2 yenye uwezo wa kubeba abiria 200 na mizigo tani 200. 5. Ujenzi wa barabara madaraja makubwa. Kukamilika kwa barabara ya juu ya Kijazi Dar es Salaam ambayo imezinduliwa, kuendelea na ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi Mwanza ambapo umefikia 14.5 na daraja la Tanzanite Dar es Salaam ambao umefikia 71.3. Kwa sasa tunajenga daraja eneo la makutano la chuo cha uhasibu na eneo la makutano ya Keko jijini Dar es Salaam. 6. Miradi ya maji kuwezesha wananchi zaidi ya milioni 25 kupata huduma ya maji, ambapo wastani wa idadi ya watu wanaopata huduma za maji safi na salama imefikia 86% kwa mijini na 73.3 vijijini hadi Machi 2021. Shilingi bilioni 241.3 zimetumika na kazi ya usambazaji maji vijijini inaendelea kwa kasi. 7. Elimu. Hadi kufikia Januari 2021, shilingi bilioni 178 zimetumika kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu muhimu
katika shule za msingi, sekondari na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Uimarishaji wa miundombinu ya elimu utasaidia kuongeza ubora wa elimu inayotolewa na hivyo kuongeza idadi ya wahitimu wanaoweza kuajiriwa na kujiajiri. 8. Afya. Hadi kufikia Januari 2021, shilingi bilioni 69.4 zimetumika kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya afya inayohusisha hospitali za rufaa za kanda, mikoa na hospitali za halmashauri. Vile vile tumejenga vituo vya afya na zahanati kote nchini. Hatua hiyo imesaidia kuboresha huduma za afya zinazotolewa na kuwezesha wananchi wengi kupata huduma, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma hizo karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali mwaka 2020-2021 pia ulikumbwa na changamoto mbalimbali. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na kupungua kwa shughuli za kibiashara na uzalishaji duniani kulikosababishwa na athari ya COVID-19 na uharibifu wa miundombinu ya barabara kutokana na mafuriko. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali imechukua hatua za tahadhari dhidi ya majanga, kufanya ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na kuimarisha ukaguzi wake, pamoja na kuimarisha utekelezaji na usimamizi wa sera za uchumi jumla pamoja na bajeti. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022, mwelekeo wa kazi za serikali utajikita katika kutekeleza mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2021-2022 ambapo ni wa kwanza katika hatua za utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa 2021-2022 mpaka 2025-2026. Vipaumbele vya mpango wa bajeti ya serikali ya mwaka 2021-2022 vimejikita katika masuala makuu 5 ya mpango wa 3. Masuala hayo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na utoaji huduma, kukuza biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka 2021-2022 pia utajumuisha ukamilishaji wa miradi ya kipaumbele na ya kimkakati ambayo utekelezaji wake haukukamilika katika mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2016-2017, 2020-2021. Mheshimiwa Spika, katika kufikia malengo hayo, serikali itajikita katika kujenga jamii yenye uwezo wa kushindana kikanda na kimataifa, kuimarisha utulivu wa uchumi jumla, kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuimarisha uvumbuzi na uhawilishaji wa teknolojia kutoka nje na kuendeleza miundombinu na huduma katika maeneo ya reli, barabara, madaraja, usafiri wa majini, usafiri wa anga, tehama, nishati, ujenzi wa bandari na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuihakikishia sekta binafsi kuwa kutokana na umuhimu wake katika ustawi wa kiuchumi na kijamii, serikali kupitia mpango wa mwaka 2021-2022 itaendelea kuhakikisha kuwa sekta binafsi inashamiri kwa kuainisha fursa zilizopo, kuweka vipaumbele vitakavyowezesha maendeleo ya sekta binafsi na kuweka mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji. Nitoe rai kwamba sekta binafsi ilete mpango mahususi kuhusu namna ambayo itaunga mkono mipango na mikakati ya serikali, ikiwa ni pamoja na kutengeneza ajira milioni 8 katika kipindi cha miaka mitano. Hali ya uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika, hali ya uchumi wa dunia ilidorora katika mwaka 2020 ikilinganishwa na mwaka 2019. Taarifa ya shirika la fedha la kimataifa IFM ya Januari 2021 inaonyesha kuwa uchumi wa dunia ulikadiriwa kushuka kwa asilimia 3.5 katika mwaka 2020 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 2.8 kwa mwaka 2019. Kudorora huko kumetokana na changamoto mbalimbali zilizoikumba dunia katika kipindi hicho, zikiwemo janga la ugonjwa wa homa kali ya mapafu COVID-19, mgogoro wa kibiashara baina ya mataifa yenye uchumi mkubwa duniani na hatua zisizo rafiki zilizochukuliwa na baadhi ya nchi katika kujikinga na maradhi hayo. Hali ya uchumi kusini mwa jangwa la Sahara. Mheshimiwa Spika, taarifa ya shirika la fedha kimataifa linaonyesha kwamba uchumi wa nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ulikadiriwa kushuka kwa asilimia 2.6 mwaka 2020 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 3.2 mwaka 2019. Sababu za kudorora kwa hali hiyo ya uchumi ni kama nilizobainisha awali kwenye uchumi wa hali ya dunia. Hali ya uchumi nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, bila ya changamoto ambazo baadhi nimezieleza hapo juu, uchumi wa Tanzania
umeendelea kufanya vizuri katika kipindi hicho. Katika mwaka 2020, Benki ya Dunia ilikadiria uchumi wa Tanzania kukua kwa asilimia 2.5 kutokana na athari za janga la COVID-19 lililokumba dunia nzima. Hata hivyo, katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2020, pato la taifa lilikuwa kwa asilimia 4.7. Kasi hiyo ilitokana na uamuzi wa serikali wa kutofunga shughuli za kiuchumi kwa maana lockdown kufuatia mlipuko wa COVID-19. Mfumuko wa bei. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei umeendelea kuwa tulivu katika kiwango cha chini ambapo ulifikia wastani wa asilimia 3.5 Januari 2021 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 3.7 katika kipindi ambacho kama hicho wa mwaka 2020. Katika kipindi chote cha mwaka 2020, mfumuko wa bei ulikuwa ndani ya lengo la muda wa kati la asilimia 5.0 na ndani ya wigo uliowekwa kwa mujibu wa vigezo vya mtangamano wa kiuchumi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kiwango ambacho hakizidi asilimia 8. Mheshimiwa Spika, kiwango hicho cha mfumuko wa bei pia kilibaki ndani ya wigo uliowekwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wakati ya asilimia 3 mpaka asilimia 7. Kushuka kwa mfumuko wa bei kulitokana na upatikanaji wa chakula cha kutosha, bei ndogo ya mafuta kwenye soko la dunia, utulivu wa thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani na sarafu nyingine duniani na sera madhubuti za fedha na bajeti. Serikali itaendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuwa na mwenendo tulivu wa uchumi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021/22, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya kielelezo inayotarajiwa kuleta matokeo makubwa na ya haraka katika uchumi. Msukumo mkubwa utawekwa katika maeneo ambayo yanachochea mageuzi ya viwanda, ukuaji wa ajira, maendeleo ya kiuchumi na kijamii ili kuhakikisha uchumi unaendelea kuwa imara, tulivu na shindani. Bunge. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020/21, Bunge lako tukufu limetekeleza kwa ufanisi mkubwa sana majukumu yake ya msingi ya kutunga sheria na kusimamia serikali. Katika kipindi hicho, Bunge lilisimamia na kuratibu shughuli za mikutano mitatu ya Bunge ikiwa ni pamoja na mkutano wa kwanza wa Bunge la 12. Katika mkutano wake wa pili, Bunge lilijadili hotuba ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 13 Novemba 2020 wakati akifungua Bunge la 12. Mheshimiwa Spika, lakini vile vile Bunge lilikaa kama kamati ya mipango kujadili na kushauri kuhusu mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2021-22 mpaka 2025-26 pamoja na mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali na mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2021-22. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2021-22, ofisi ya Bunge itaendelea kuratibu shughuli za mikutano minne ya Bunge pamoja na kamati za kudumu za Bunge, kuratibu ushiriki wa wabunge katika mikutano ya kimataifa kama vile SADC Parliamentary Forum, Bunge la Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Interparliamentary Union na mabunge ya Jumuiya ya Madola. Aidha, itaendelea kukarabati ukumbi wa Bunge na kuboresha miundombinu mingine ya ofisi zake ili kuwezesha shughuli za Bunge kufanyika kwa ufanisi na tija. Muhimili wa mahakama. Uendeshaji wa mashtaka na utoaji haki. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya utoaji haki na huduma zitolewazo na mahakama kwa kukamilisha miradi ya ujenzi wa mahakama za hakimu mkazi 2 katika mikoa ya Simiyu na Njombe. Aidha, serikali inaendelea na ujenzi wa mahakama za wilaya 3 katika wilaya za Kasulu, Longido na Makete na mahakama za mwanzo 6 katika maeneo ya Ngerengere, Mtae, Msanzi, Laela, Mtowisa na Kibaigwa na ujenzi wa mahakama nyingine mpya za wilaya 25 katika maeneo ambayo hayana huduma hiyo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-21, mahakama imesikiliza na kukamilisha mashauri 127,344 ikiwa ni pamoja na mashauri 120,938 yaliyosajiliwa katika kipindi cha Julai hadi Disemba 2020. Moja ya mifumo iliyotumika ili kuimarisha ufanisi katika utoaji haki kwa wananchi ilikuwa ni utekelezaji wa mradi wa mahakama maalum zinazotembea. Lengo la mahakama hizo ni kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi, hususani walio katika sehemu zisizo na mahakama ili kuwezesha kusikiliza kesi na kuzimaliza kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Spika, katika hatua ya majaribio, serikali imeanzisha huduma hiyo katika wilaya 5 nchini. Wilaya hizo ni Kinondoni, maeneo ya Bunju, Ilala, maeneo ya Chanika, wilaya ya Temeke, maeneo ya Buza,
na wilaya ya Ubungo maeneo ya Kibamba kwa mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Ilemela Sauti kwa mkoa wa Mwanza. Jumla ya mashauri 446 yameshasajiliwa kwenye mahakama hizo na mashauri 401 kusikilizwa na kuhitimishwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa taifa wa kutenganisha mashtaka na shughuli za upelelezi kwa kusogeza huduma za mashtaka karibu na wananchi ili kurahisisha shughuli za utoaji haki. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021, serikali ilifungua jumla ofisi mpya 6 za taifa za mashtaka katika mkoa wa Songwe na wilaya za Mufindi, Serengeti, Kahama, Karagwe na Kilombero. Lengo ni kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi na hivyo kupunguza muda wa gharama za uendeshaji wa mashtaka. Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha shughuli za uwekezaji nchini kwa kujenga mazingira wezeshi kwa wawekezaji wa ndani na nje. Juhudi hizo zilihusisha kuunganisha watumishi walio katika huduma za mahala pamoja kwenye kituo cha uwekezaji cha Tanzania TIC kwenye mfumo wa kupewa idhini ya kutumia kwa ajili ya kurahisisha maombi na vibali vya uwekezaji. Lengo ni kuhakikisha kwamba vibali na leseni mbalimbali za uwekezaji na biashara kupitia kituo cha uwekezaji Tanzania vinatolewa ndani ya siku 14. Hatua hiyo inalenga kujenga mazingira wezeshi kwa ajili ya ukuaji wa sekta binafsi. Serikali itaendelea kutoa taarifa muhimu zinazohitajika kwa wakati na kushughulikia changamoto za wawekezaji kwa kuzingatia sheria za nchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali imekamilisha tathmini ya utekelezaji wa serikali ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 1996. Tathmini hiyo imeonyesha mafanikio mbalimbali yaliyopatikana katika kipindi hicho, ikiwemo ukuaji wa uwiano wa uwekezaji kwa pato la taifa kutoka asilimia 14.7 mwaka 1997 hadi asilimia 39.7 mwaka 2019. Aidha, tathmini hiyo imeainisha changamoto mbalimbali za kisera, kisheria na kiutendaji. Kutokana na tathmini hiyo, serikali inaandaa mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya uwekezaji ili kuimarisha uratibu, usimamizi, uhamasishaji na ufuatiliaji wa masuala ya uwekezaji chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kufanya vizuri katika kuvutia uwekezaji. Katika mwaka 2020-2021, kituo cha uwekezaji Tanzania kilisajili miradi 100. Miradi hii inatarajiwa kuwekeza mtaji wa dola za Marekani milioni 536.04 na kutoa ajira zaidi ya 985. Sekta ya viwanda imeongoza kwa idadi ya miradi 64 sawa na asilimia 64 na mtaji wa uwekezaji wa dola za Marekani milioni 370.41. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021-2022 serikali itakamilisha na kutekeleza mkakati wa kitaifa wa maendeleo ya uwekezaji, ikiwemo kuendeleza miundombinu muhimu ya uwekezaji katika mikoa yote ili kuvutia uwekezaji, kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, kuimarisha uhamasishaji wa fursa za uwekezaji na kuboresha mfumo wa upatikanaji wa taarifa za uwekezaji kwa kufanya tafiti na kuandaa kazi data ya uwekezaji ili kuwa na takwimu sahihi za uwekezaji wa ndani na nje, ikiwa ni pamoja na idadi ya miradi ya uwekezaji, thamani ya ajira zilizoweza kuzalishwa kutokana na uwekezaji huo. Sekta za uzalishaji. Nianze na sekta ya kilimo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutoa kipaumbele kwenye sekta ya kilimo kwa lengo la kuinua pato la taifa na la mtu mmoja mmoja, kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza ajira. Kwa kuzingatia umuhimu huo, serikali imeendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo, zana za kisasa, teknolojia na mbegu bora ili kuongeza tija katika kilimo. Kadhalika, serikali itaimarisha upatikanaji wa masoko ya uhakika ili kuhakikisha wakulima wanafaidika na mauzo ya mazao. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa chakula cha kutosha katika maeneo yote nchini imeendelea kuimarika. Mipango madhubuti ya serikali, mageuzi yanayoendelea kutekelezwa katika sekta ya kilimo pamoja na kuimarisha kwa hali ya hewa ni miongoni mwa sababu zilizochangia kuimarika huko. Katika msimu wa kilimo wa viwanda mwaka 2019-2020, uzalishaji wa mazao ya chakula kitaifa ulikuwa tani 18.1 ikilinganishwa na mahitaji halisi ya tani milioni 14.4. Uzalishaji huo umeihakikishia nchi utoshelevu wa chakula kwa asilimia 126 kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua za kuimarisha uzalishaji na usalama wa chakula, serikali inaimarisha miundombinu ya kuhifadhi chakula. Hivi sasa ujenzi wa vihenge vya kisasa katika miji ya Babati,
Mpanda, Sumbawanga, Shinyanga, Dodoma na Mbozi, hata Makambako na Songea umefikia asilimia 87.39. Lakini vile vile ujenzi wa maghala na miundombinu mingine katika miji ya Songea, Makambako, Shinyanga, Babati, Mpanda, Sumbawanga umefikia asilimia 60.65. Miundombinu hiyo itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kuhifadhi chakula, uwezo wa kuongeza chakula utaongezeka kwa kiasi cha tani 501 kutoka tani 251 za sasa. Upatikanaji wa mbolea. Mheshimiwa Spika, upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima kwa wakati sambamba na matumizi ya mbinu bora za kilimo ikiwemo teknolojia umeimarishwa. Lengo la serikali ni kuongeza uzalishaji na kufanya kilimo chetu kiwe chenye tija kwa kuhimiza usambazaji wa pembejeo kwa wakati na kulinganisha mahitaji ya kila mkoa. Mheshimiwa Spika, upatikanaji wa mbolea nchini umeendelea kuimarika. Aidha, matumizi ya mfumo wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja umekuwa chachu ya kuimarisha kwa upatikanaji na kupungua kwa bei. Hadi Februari 2021, upatikanaji wa mbolea umefikia tani 631,660 sawa na asilimia 88 ya mahitaji ya tani 718,051. Serikali inaendelea kuhakikisha asilimia 12 iliyobaki inapatikana na kusambazwa kwa wakulima kwa wakati ili kukidhi mahitaji kulingana na hatua mbalimbali za ukuaji wa mazao. Uvamizi wa nzige wa jangwa. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa kuwa hivi karibuni baadhi ya maeneo hapa nchini yalivamiwa na nzige wa jangwa. Kufuatia uvamizi huo, serikali ilifanikiwa kudhibiti makundi yote ya nzige yaliyoingia mwezi Januari 2021 katika wilaya za Mwanga na baadaye Simanjiro, lakini pia kudhibiti makundi mapya yaliyoingia tarehe 15 Februari 2021 katika wilaya za Longido na Monduli. Mheshimiwa Spika, hatua za haraka zilizochukuliwa na serikali ziliwezesha kudhibiti nzige hao kabla hawajaleta madhara yoyote kwenye mazao ya wakulima wetu. Niwahakikishie Watanzania wenzangu kwamba serikali itaendelea kuimarisha mbinu zote za kupambana na wadudu hao waharibifu wa mazao mbalimbali na matumizi bora ya zana za kisasa na teknolojia mpya katika kupambana nao. Mheshimiwa Spika, kilimo cha umwagiliaji. Katika mwaka 2020-2021 serikali imeendelea kuimarisha kilimo cha umwagiliaji baada ya kukamilika kwa ujenzi wa ukarabati wa skimu 17 za umwagiliaji zenye ukubwa wa hekta 8,536 kupitia mpango wa pili wa kuendeleza sekta ya kilimo ACDP2 na kukamilika skimu 5 ambazo ni Kigugu Mvomero hekta 195, Msolo wa Ujamaa hekta 40, Njage Kilombero hekta 75, Mvumi hekta 249 na Kilangali Seed Farm Kilosa hekta 400 kupitia mradi wa kuongeza tija na uzalishaji wa mpunga ERPP. Lakini pia imetoa mafunzo kwa wakulima viongozi 1000 katika uandaaji wa mipango ya mafunzo na uendeshaji wa skimu pamoja na usimamizi wa rasilimali maji katika skimu 50. Kuimarisha ushirika. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 serikali iliendelea kudhibiti, kusimamia na kuhamasisha ushirika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo, mifugo na uvuvi ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Aidha, serikali imefanikiwa kurejesha mali za vyama vya ushirika zenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 48.98 na kufanya mali zilizookolewa hadi kufikia Disemba 2020 kuwa na thamani ya shilingi bilioni 68.9. Mali hizo ni pamoja na majengo, viwanja, magari, mitambo ya mashine na kadhalika. Mheshimiwa Spika, serikali itasimamia na kuunganisha wizara na taasisi zinazoendesha ushirika kama vile AMCOS, SACCOS na vikundi vidogo vya ushirika ili uweze kuwanufaisha wanaushirika wenyewe. Kwa msimu huu wa mavuno, mazao ya wanaushirika yataendelea kuuzwa kwa wanaushirika wenyewe kupitia minada chini ya mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mazao yanayozalishwa kwa wingi. Mfumo wa TMX nao utatumika, lakini mpaka itakapotolewa elimu ya kutosha ili kuondoa manunguniko na migogoro inayoendelea kwenye maeneo kwa matumizi ya mfumo huo. Tuwaachie wanaushirika wasimamie mazao yao na namna ya kuweza kuyauza mazao hayo. Sekta ndogo ya mafuta ya kula. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha hivi karibuni nchi yetu imekabiliwa na changamoto ya uzalishaji wa ndani wa mafuta ya kutosha ya kula. Hali hiyo imetokana na uzalishaji mdogo wa mazao ya mbegu ikiwemo nazi, alizeti, pamba, chikichi na mengineyo. Kwa mfano,
mahitaji ya mafuta ya kula kwa mwaka ni zaidi ya tani 570,000, wakati uzalishaji wa ndani ukikadiriwa kuwa tani 210,000. Katika kukabiliana na upungufu huo, serikali imekuwa ikitumia takriban shilingi bilioni 470 kuagiza tani 360,000 za mafuta ya kula kila mwaka kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inatekeleza mikakati ya kufufua zao la chikichi ambalo limeonekana kuwa na ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mafuta ya kula. Mikakati hiyo inakwenda sambamba na kuimarisha uzalishaji kwenye mazao mengine kama vile alizeti, nazi na mafuta ya pamba ili kupata mafuta mengi ya kujitosheleza kwa mahitaji ya ndani. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo TARI na sekta binafsi itaimarisha shughuli za utafiti hususani kwenye uzalishaji wa mbegu na miche bora sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kupata mbegu nyingi zaidi. Sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, wakati Mheshimiwa Rais wa 5 akizungumzia eneo la mifugo kwenye hotuba yake ya kuzindua Bunge la 12 tarehe 13 Novemba 2020 alisema kuwa mifugo ni utajiri. Hata hivyo, licha ya nchi yetu kuwa na idadi kubwa ya mifugo, bado mchango wa sekta hiyo katika kuboresha maisha ya wafugaji na ukuaji wa uchumi wake sio wa kuridhisha. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2019-2020 sekta ya mifugo ilichangia pato la taifa kwa asilimia 7.4 kilinganishwa na asilimia 7.2 ya mwaka 2018-2019. Ongezeko hilo limechangiwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa lengo la kuimarisha mnyororo mzima wa thamani kwenye sekta ya mifugo. Hatua hizo zinajumuisha kuimarisha biashara ya ndani kutokana na kuongezeka kwa viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo, kuboresha kwa mbari au kosafu za mifugo na hivyo kuongeza uzalishaji wa nyama bora na maziwa mengi. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Februari 2021 uzalishaji wa nyama umeongezeka kufikia tani 738,166 kutoka tani 701,679 za mwaka 2019-2020. Aidha, uwekezaji kwenye viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo umesaidia kuimarisha biashara ya mazao ya mifugo ndani na nje ya nchi. Mauzo ya nyama ya nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 692.36 zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.3 mwaka 2019 hadi tani 2,154 zenye thamani ya dola Marekani bilioni 4.65 mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine kumekuwepo na ongezeko la viwanda vya ngozi nchini vikiwemo kiwanda cha ngozi cha ACE Leather Morogoro na kiwanda cha kimataifa cha ngozi Kilimanjaro International Leather Industry Company. Viwanda hivyo vimechangia kuongeza thamani ya ngozi inayozalishwa nchini sambamba na kutengeneza ajira. Uwekezaji kwenye viwanda vya kuchakata ngozi utaongeza uzalishaji wa ngozi kutoka futi za mraba milioni 9 hadi futi za mraba milioni 25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaendelea kuhamasisha ufugaji wa kisasa na kuhimiza uwekezaji katika viwanda vya kusindika mazao ya mifugo ili kuhakikisha kwamba taifa linanufaika na idadi kubwa ya mifugo iliyoko hapa nchini kwetu. Hatua zitakazochukuliwa ni pamoja na kuimarisha upatikanaji wa huduma za maji, malisho ya vyakula vya mifugo sambamba na kuboresha vyuo vya mafunzo ya mifugo. Sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Spika, serikali inachukua hatua madhubuti katika kukuza sekta ya uvuvi kwa kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta hiyo. Hatua hizo zinatokana na ukweli kwamba sekta ya uvuvi ina uwezo wa kutoa mchango mkubwa kwenye kukuza pato la taifa, kupambana na umaskini na taifa la ajira. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 serikali imeanza kulifufua shirika la uvuvi Tanzania Fishery Corporation TAFICO, ikiwa ni pamoja na taratibu za ujenzi wa meli na bandari ya uvuvi. Aidha, tayari upembuzi yakinifu wa awali kwa ajili ya ujenzi wa bandari na mpango wa biashara wa kufufua shirika hilo umekamilika. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itakamilisha ufufuaji wa shirika la uvuvi Tanzania na kuendelea na kuratibu ujenzi wa bandari za meli na uvuvi. Lengo ni kuimarisha shughuli za uvuvi wa bahari kuu ili kujitosheleza kwa mahitaji ya samaki na kuwawezesha mauzo ya bidhaa za uvuvi nje ya nchi na hivyo kuchangia katika kuongeza mapato yatokanayo na mauzo nje na ukuaji wa uchumi na kuzalisha ajira pia. Sekta ya utalii. Utalii ni miongoni mwa sekta za kiuchumi
ambazo zilikumbwa na changamoto za ukuaji mzuri katika kipindi cha mwaka 2020-2021 kutokana na janga la homa kali ya mapafu COVID-19 lililoikumba dunia kuanzia mwishoni mwa mwaka 2019. Baadhi ya hatua zilizochukuliwa na mataifa mbalimbali duniani katika kujikinga na janga hilo, ikiwemo kufunga mipaka, kusitisha safari za ndege na kuwafungia watu ndani, zilichangia kutokuwa vizuri kwa sekta hiyo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho serikali ilichukua hatua madhubuti za kunusuru sekta ya utalii, ikiwemo kuandaa miongozo na taratibu maalum za kuendesha biashara ya utalii kwa kuzingatia taarifa na maelekezo ya mashirika ya kikanda na kimataifa. Hatua hizo ziliwezesha Tanzania kupewa utambulisho wa usalama katika safari Safe Travel Stamp mwezi Agosti 2020 kutoka shirika la World Travel and Tourism Council WTTC. Utambulisho huo ulikuwa ni kielelezo kwamba Tanzania ni sehemu salama kwa utalii dhidi ya janga la COVID-19, hali ambayo inaendelea mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, hatua hizo zilichangia kuimarisha kwa sekta ya utalii kwa kipindi cha mwaka 2020-2021 ambapo idadi ya watalii waliotembelea Tanzania ni 624,096 ikilinganishwa na idadi ya watalii 437,000 ambao walitarajia kutembelea Tanzania katika kipindi hicho. Mheshimiwa Spika, Tanzania pia imeendelea kufahamika zaidi katika masoko makuu ya utalii duniani kama kituo muhimu cha utalii barani Afrika. Kutokana na jitihada za utangazaji, mtandao wa safaribookings.com umeendelea kuitambua hifadhi ya taifa Serengeti kuwa kivutio cha utalii kinachofaa zaidi kutembelewa miongoni mwa hifadhi 50 barani Afrika kufikia mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaendelea kuimarisha sekta ya utalii kwa kuimarisha usalama wa watalii wanaoingia hapa nchini. Aidha, serikali itaongeza kasi zaidi ya kutangaza vivutio vya utalii kama vile mlima Kilimanjaro, hifadhi ya Serengeti, Ngorongoro na maeneo mengine ya kihistoria ndani na nje kwa kutumia balozi zetu, tovuti zetu na sekta mbalimbali, pia kupitia sekta ya michezo. Mheshimiwa Spika, serikali imechukua hatua mbalimbali zenye lengo la kuboresha sekta ya madini ili taifa liweze kunufaika zaidi na rasilimali hiyo. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha masoko ya madini, kuzuia utoroshaji wa madini na kufanikisha uwekezaji kimkakati katika madini. Kutokana na hatua hizo, katika mwaka 2019 sekta ya madini imekuwa kwa asilimia 17.7 na kuongoza kwenye mauzo ya bidhaa nje ya nchi na uingizaji wa mapato ya serikali. Hadi kufikia Februari 2021, kiasi cha shilingi bilioni 399.33 zilikusanywa, sawa na asilimia 72.91 ya lengo la shilingi bilioni 547.74 kwa mwaka. Mheshimiwa Spika, uendelezaji wa wachimbaji wadogo. Ili kuimarisha sekta ya uchimbaji wadogo wa madini, serikali imeendelea kuwawezesha wachimbaji wadogo Tanzania hapa nchini kufanya shughuli zao kwa tija kwa kuwatengea maeneo, kuwajengea uwezo na kuwapatia leseni za uchimbaji wa madini. Katika mwaka 2020-2021, jumla leseni 4652 za utafutaji wa madini, uchimbaji mdogo na uchimbaji wa kati, uchenjuaji na uyeyushaji wa madini na leseni za biashara za madini zimetolewa. Mheshimiwa Spika, moja ya matokeo mazuri ya uwezeshaji wa wachimbaji wadogo ni kupatikana kwa mawe ya Tanzanite kutoka katika mgodi wa Bwana Sanininiu Kurian Leiza. Mawe hayo yenye uzito wa kilo 9.27, kilo 5.103 na kilo 6.33 na thamani ya shilingi bilioni 12.59 yalivunja rekodi ya uzito wa madini ya Tanzanite yaliyowahi kupatikana hapa nchini. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie usimamizi wa masoko ya madini. Serikali yetu imeendelea kuimarisha masoko na vivutio vya ununuzi wa madini hapa nchini. Masoko ya madini yameongezeka kutoka 28 hadi 39 na vivutio vya ununuzi wa madini vimeongezeka kutoka 28 hadi 41. Katika kipindi cha Januari 2020 hadi Februari 2021, masoko na vivutio vya ununuzi wa madini vimekuwa chachu ya kuongeza ushindani na uwazi kwenye biashara ya madini, kudhibiti utoroshaji wa madini pamoja na kuhakikishia ulinzi na usalama wa kutosha wanunuzi wa uzaji wa madini. Hatua hiyo imewezesha kuinua uchumi wa wachimbaji wadogo na kuongeza mapato ya serikali.
Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-22 serikali itaendelea kuwapa kipaumbele wachimbaji wadogo, ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kwa kuwatengea na kuwapimia maeneo maalum ya uchimbaji, kuwapatia leseni na kuwawezesha upatikanaji wa teknolojia rahisi na rafiki ya uchimbaji na uchenjuaji wa madini. Lakini vile vile serikali itaendelea kuimarisha na kusimamia utendaji kazi wa masoko na vituo vya ununuzi wa madini ili kuhakikisha kwamba vinafanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuliongezea taifa letu mapato zaidi. Sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa nishati ya umeme, mafuta na gesi imeendelea kuwa mzuri na hivyo kutoathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali imetekeleza miradi mikubwa ya umeme, mafuta na gesi, ikiwa ni pamoja na mradi wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme wa maji ya Mwalimu Julius Nyerere, mradi wa kuzalisha umeme wa Rusumo, pamoja na ujenzi wa bomba la kusafirishia mafuta kutoka Hoima, Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, miradi hii mikubwa na ya kimkakati inalenga kuliwezesha taifa kuimarisha upatikanaji wa nishati kwa gharama nafuu na uhakika kwa ajili ya kujenga uchumi wetu shindani wa viwanda. Utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere wa megawati 2115 wenye thamani ya trilioni 6.55 umefikia asilimia 45 mwezi Machi. Lakini vile vile ajira zaidi ya 7,000 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja zimetolewa katika mradi huo. Aidha, mradi wa uzalishaji wa umeme wa Rusumo wa megawati 80 katika maporomoko ya maji ya mto Kagera umefikia asilimia 75.3 na kukamilika kwa miradi hiyo utaihakikishia nchi yetu upatikanaji wa umeme wa uhakika wenye kutosheleza mahitaji ya viwanda na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme unakwenda sambamba na ujenzi wa njia za kusafirisha umeme, ikiwemo njia ya msongo wa kilovolt 400 kutoka Rufiji mpaka Chalinze, Chalinze mpaka Kinyerezi na Chalinze kuja hapa Dodoma, na njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolt 220 kwa ajili ya treni ya mwendo kasi imeshatengwa. Nitumie fursa hii kuliarifu Bunge lako tukufu kuwa awamu ya kwanza ya mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa KV 220 kwa ajili ya treni ya mwendo kasi Dar es Salaam Morogoro imekamilika kwa asilimia 99. Imekamilika kwa asilimia 99. Mheshimiwa Spika, tarehe 13 Septemba mwaka 2020, Mheshimiwa Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, alizuru Tanzania. Ziara hiyo ililenga kukamilisha taratibu za mwisho za utiaji saini wa mkataba wa utekelezaji wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanzania. Mradi huo utakaogharimu dola za Marekani bilioni 3.5 unatarajiwa kutengeneza ajira zipatazo 18,000. Tarehe 11 mwezi huu Aprili juzi, Rais wetu pendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, alishiriki katika utiaji saini wa mkataba wa utekelezaji nchini Uganda na hivyo kuashiria kuanza rasmi kwa utekelezaji wa mradi huu. Rai yangu kwa wananchi ni kujiandaa kuzitumia kikamilifu fursa zitakazotokana na utekelezaji wa mradi huu wa bomba unaoanza nchini Uganda na kuja nchini Tanzania kwa kipande kirefu hadi pale Chongoleani mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2021-2022 serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa mpango wa usambazaji umeme vijijini awamu ya 3 REA 3 ili kuhakikisha kuwa vijiji 1974 vilivyosalia vinapata huduma za umeme. Kadhalika, serikali itasimamia miradi ya uzalishaji wa usafirishaji umeme sambamba na utekelezaji wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda kama nilivyosema awali. Mheshimiwa Spika, serikali inaimarisha sekta ya viwanda ili kutengeneza ajira nyingi zaidi, kuongeza thamani ya mazao, kupanua wigo wa masoko na hivyo kuongeza pato la mtu mmoja mmoja. Mapato ya serikali na fedha za kigeni nayo pia ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha upatikanaji wa fedha. Na katika mwaka 2019 sekta ya viwanda ilichangia asilimia 8.5 kilinganishwa na mchango wa asilimia 8.1 wa mwaka 2018. Katika kuongeza mchango wa sekta hii, serikali inasimamia azma ya serikali na uchumi wa viwanda nchini kwa kuimarisha ulinzi wa viwanda ndani, kuendeleza viwanda mama
viwanda vya kimkakati sambamba na kuhakikisha matumizi ya malighafi zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mkakati wa ujenzi wa uchumi wa viwanda umewezesha kuongezeka kwa kasi ya ujenzi wa viwanda vipya kila mwaka, upanuzi wa viwanda vilivyopo pamoja na ufufuaji wa viwanda vilivyokufa. Baadhi ya viwanda vilivyojengwa katika mwaka 2020 ni kama vile Kilimanjaro International Leather katika mkoa wa Kilimanjaro, kiwanda cha usindikaji maziwa cha Kahama Fresh kilichopo katika mkoa wa Shinyanga, Taifa Leather Company Limited, Muza Wilma Rice Mill Limited na Mahshir Agro Processing Tanzania vilivyoko mkoani Morogoro. Mheshimiwa Spika, lakini vile vile ujenzi wa majengo ya viwanda industrial sheds kwa ajili ya wajasiriamali katika mikoa ya Kagera, Kigoma, Geita, Mtwara na Ruvuma, kiwanda cha chai cha Kabambe Njombe, kiwanda cha Yan Cashewnut Company kilichoko mkoani Mtwara eneo la Mikindani, na jengo la kiwanda kipya cha kuunganisha matrekta Tamco kilichoko Kibaha umekamilika. Ujenzi wa majengo hayo pamoja na kuimarisha uwekezaji kwa wajasiriamali utasaidia pia kuimarisha shughuli za viwanda na hivyo kuongeza ajira na masoko ya bidhaa zilizozalishwa. Mheshimiwa Spika, nyote mtakubaliana nami kwamba ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya afya umeongeza mahitaji ya vifaa tiba, kinga na dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Katika kukabiliana na ongezeko la mahitaji hayo, mwaka 2020 mpaka 2021, katika kipindi kifupi, serikali ilifanikiwa kuhamasisha uwekezaji mkubwa ambapo viwanda 17 vya dawa, vifaa tiba na kinga vilianzishwa. Kuanzishwa kwa viwanda hivyo kutawezesha kuimarisha kwa huduma za afya nchini kufuatia upatikanaji wa kutosha wa bidhaa hizo, usalama wake, kuongeza ajira na kuondokana na utegemezi kutoka nje. Swala la masoko. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa changamoto za ukuaji wa viwanda na biashara nchini ni upatikanaji wa masoko ya uhakika. Katika mwaka 2020-2021, serikali imefanikiwa kupata masoko ya bidhaa zetu nje kwa lengo la kukuza uchumi na pato la taifa. Mafanikio hayo yanajumuisha kusainiwa kwa mkataba kati ya Tanzania na China Oktoba 2020 ili kuruhusu maharage aina ya soya kutoka Tanzania kuingia katika soko la China. Mwezi Januari 2021, serikali imeanza kutekeleza mradi wa kuongeza mnyororo wa thamani kwenye samaki unaojulikana kama Fish for ACP. Mradi huo unaohusisha nchi 10 kati ya 79 za Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific utatekelezwa kwa muda wa miaka 5 mkoani Kigoma. Kupitia mradi huo, wavuvi wadogo watapata ujuzi wa kuongeza uzalishaji na mnyororo wa thamani kwenye samaki aina migebuka na dagaa. Mheshimiwa Spika, masoko mengine yaliyopatikana ni soko la minofu ya samaki aina ya sangara nchini Saudi Arabia, lakini pia soko la nyama katika nchi za Kuwait, Qatar na Oman, na soko la matunda aina ya karakara, passion, parachichi pamoja na nasi katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika kipindi hicho zaidi ya tani 7,000 za nyama na kontena 22 za matunda ziliuzwa katika masoko hayo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itapanua wigo wa masoko ya bidhaa zetu nje ili kutoa fursa nzuri zaidi za kiuchumi kwa wakulima na wafanyabiashara wetu, lakini pia kuwapa uhakika wa kipato na kukuza uchumi wa pato la taifa. Natoa maelekezo kwa Wizara ya Kilimo, Wizara ya Viwanda na Biashara kuendelea kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki katika kutafuta fursa zitakazowezesha bidhaa zinazozalishwa nchini kuongezwa thamani, hususani mazao ya kilimo, pamoja na kuwaunganisha wakulima na wenye viwanda ili kupata masoko ya uhakika ya nje ya nchi.